Ndugu zangu, ushirikina kwenye lugha ya Kiarabu inatokana na neno ashirk au hujulikana kama ashirku. Na hili neno ndugu zangu kwenye lugha wamelitafsiri maana yake huwa itikhadhu ashariki, ni mtu kufanya awe na mtu wa kushirikiana naye. Kisema ushirikina au washirk kwenye lugha ya Kiarabu ina maana ni mtu kuwa na mtu mwingine anashirikiana naye kwenye jambo lake. Yawezekana ikawa ni jambo la kibiashara, inawezekana ikawa jambo la kilimo, inawezekana ikawa jambo la aina yoyote, lakini wakawa wawili au zaidi ya hapo wakawa wanashirikiana kwenye jambo hilo katika kuliendesha na kufanya lifanikiwe. Hiyo ndiyo maana ya ashirk. Lakini tukija kwenye maana ya kisheria, na hiyo hasa ndio tunaikusudia katika somo letu hili, katika mada yetu hii, ashirk, ushirikina maana yake huwa ittikhadhu sharik au nid ma'a Allah jalla wa ala, ni kule mtu kufanya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamshirika au anayefanana naye, an-nid, an-nadhir, ash-shabih, kwamba Allah anayefanana naye, kuna anayefanana na Allah subhanahu wa ta'ala, au anamshirika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika rububiyya, katika kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika yale mambo matatu ambayo tunayafahamu, ambayo tumeyataja. Yani ukamfanya Allah subhanahu wa ta'ala anamshirika fil uluhiyya, katika uungu wake, au fil rububiyya, au katika uendeshaji wake, kuumba Allah subhanahu wa ta'ala na mfano wake, au fil asma'i was sifati, au katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo maana ya ashirk, ushirikina. Jambo ambalo tunalizungumza hapa ili kuwabainishia watu, kuwabainishia umma kwa ujumla, kuwabainishia Waislamu kwa ujumla athari na ubaya wa hili jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala.